kinatabirika. Lakini yote kwa yote, hii ni mechi ambayo sisi kwetu tumeshinda sana. Tumeshinda kwa sababu mwalimu Steven Becker amepata uwanda mpana wa kuangalia vijana wake hasa wa Simba ya kesho anakuja kuwatumia kwa namna gani. Tumeiona combination mpya ambayo ameitengeneza ya Vedasus pamoja na Hussein Mbegu wakicheza vizuri 4 na 5 wakitumana wakielekezana. Imekuwa ni combination bora kweli kweli. Lakini tumeona Chasambi akirejea tena kwenye ubora wake. Tumemuona Haaland wa Mbeya Baraka Mongosi akirejea tena baada ya majeruhi ya muda mrefu. Ino Loemba vile vile amepata muda wa kutosha baada ya kutoka majeruhi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ulitegemea kuyaona haya. Unamuona Bajaber muda mrefu hajaonekana uwanjani, lakini ameweza kupata nafasi leo. Kwa hiyo yote kwa yote ni mechi yenye ushindi mkubwa kwetu, kwa sababu tumefanikiwa kuona vitu vingi muhimu kwa maslahi ya Simba yetu ya baadaye. Ni kwa kiasi gani mnautaka huu ubingwa wa Muungano? Tunautaka, ndio maana unaona tunashinda mechi zetu. Tunataka huu ubingwa kwa ajili ya kuwapa furaha mashabiki wa Simba, kwa ajili ya kuwapa furaha mashabiki wa Zanzibari, na kwa ajili ya kuongeza sifa na heshima ya Simba Sports Club. Hatujaja hapa Zanzibar kuchekesha. Tumekuja hapa Zanzibar kwa ajili ya kutoa ubingwa wa kombe la Muungano. Wapo ambao wanajaribu kusema kwamba kulingana na kile ambacho kinakwenda kutokea kwa mwezi ujao tarehe 3 na mahitaji makubwa ambayo wanajaribu kuinasibisha Simba na kuhitaji zaidi matokeo kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo Mei 3. Wapo ambao wanajaribu kusema kwamba muda wenu hapa Zanzibar utakuwa mfupi zaidi. Tunatumia haya mashindano ya Muungano kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya tarehe 3 na mechi nyingine za mwezi wa 5 ambazo tunakwenda kucheza katika ligi kuu ya NBC. Sasa kujiandaa ili upate kitu kizuri, lazima ufanye kitu kizuri. Haiwezekani unataka kujiandaa kwenda kushinda mechi ya tarehe 3 kwa kufungwa mechi nyingine ambazo unacheza. Kwa hiyo tunawekeza nguvu tufanye vizuri kwenye kombe hili la Muungano, kwa maana ya kushinda mechi zetu ili kutengeneza morali na confidence kuelekea katika mechi nyingine ambazo zinakuja. Huwezi kujiandaa utake kupata kitu kizuri kwa kufanya kitu kibaya. Kwa hiyo hii sisi kwetu ni fursa ambayo tunaitumia kujiandaa vilivyo kuelekea mechi ambazo ziko mbele yetu. Na ndio maana unaona hii leo walianza wale wachezaji ambao wameanza, lakini baadaye mwalimu akaingiza wachezaji wengine kwa ajili ya kupasha miili joto na kujiweka sawa. Akaingia pale Mwamba Lusaka, akaingia Libase Geye, akaingia Selemani Mwalimu. Kwa ajili haya yote ni maandalizi kuelekea mechi yetu inayofuata ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ni sehemu ya maandalizi, na maandalizi ya kufanya vizuri lazima ufanye vizuri. Haijalishi hata kama mwisho wake ikiwa ni dabi ya Kariakoo, kwa maana ya kufika hatua ya finali. Sisi kazi yetu ni mpira wa miguu. Kwa hiyo tunatamani kucheza mechi kila wakati. Kwa hiyo haijalishi mwisho itakuwa ni against whom, lakini sisi tunataka tucheze kila mechi ili wachezaji wetu waendelee kuongezeka ubora wake na hali ya ushindani iendelee kuongezeka. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka, tunashinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Tutakaye kutana naye finali, kama Mwenyezi Mungu akitujalia, sisi tutaruka naye vizuri tu. Simba Sports Club ni timu yenye miaka 90, kwa hiyo imeshacheza mechi za aina nyingi, imeshakwepa mishale mingi, na tuko tayari kwa lolote. Mlandege ni kama una kumbukumbu mbaya hivi mara ya mwisho tulivyokutana naye kwenye hatua ya finali ya Mapinduzi Cup. Mnakwenda kukutana nao kwenye hatua ya nusu finali safari hii. Wenyewe wamesema watakuja kuendeleza kile ambacho walikifanya kwa wakati huu. Kwanza niwapongeze Mlandege kwa kufanikiwa kutinga hatua ya nusu finali. Nimefurahishwa mno na matokeo ambayo wameyapata jioni ya leo, na ziko sababu 3 za msingi ambazo zimenifanya mimi nifurahi kuiona Mlandege amefanikiwa kuingia hatua ya nusu finali. Sababu ya kwanza, Mlandege ameifunga Singida, nimefurahi.
na sababu ya kwanza ambayo imenifurahisha ni kwa sababu siipendi Singida. Kwa hiyo kila baya la Singida kwangu mimi ni faraja kubwa kweli kweli. Kwa hili Mlandege wamenifurahisha pakubwa. Lakini sababu ya pili iliyonifanya nifurahi Mlandege kufuzu hatua ya nusu finali ni kuchanganya rangi ya mashindano. Isingependeza hata kidogo nusu finali kuwa timu zote za bara, inakuwa haiongezi chachu sana, yani inakuwa tu ni wale ambao tunacheza kila siku. Lakini kama haitoshi, kwa mfano sasa hivi Azam unacheza naye kwenye ligi, unakutana naye kwenye CRDB, unakuja sio kwenye Muungano, kwenye Mapinduzi, yani ni kama vile timu ziko chache. Kwa hiyo inakuwa inaondoa ile ladha halisi. Tupo kwenye robo finali hivi sasa ya kombe la CRDB. Kuna uwezekano mkubwa timu hizi 4 zikakutana kwenye nusu finali. Kwa hiyo inakuwa hainogi sana, sio mbaya, lakini hainogi sana na haipendezi. Tukichanganya rangi hivi tukaweka mix by yes, inakuwa ni nyama mwingi sana. Kwa hiyo nimefurahi, hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ambayo imenifurahisha Mlandege kumfunga Singida ni kwamba tunakwenda kukutana na Mlandege sasa. Kuna vimaswali vidogo tunataka tuende tukaulizane na Mlandege. Ni vimaswali vidogo tu, havina shida sana. Kwa maana hivi, mliwezaje kipindi kile mkatufunga goli 1-0 kwenye finali ya kombe la Mapinduzi? Mlifanyaje? Mlibahatishaje? Ni vimaswali vidogo tu. Sasa hatujapata fursa sisi na Mlandege kuzungumza kwa muda mrefu. Sio kisasi. Mkubwa hawezi kuwa na kisasi na mtoto. Ni maswali tu, yani bana, mlifanyaje? Mliwezaje? Mlikula nini hiyo siku? Ni maswali fulani hivi vya kiupelelezi vya kutaka tu kujua wenzetu walifanyaje. Kwa hiyo sisi tumewapongeza kwa wao kufanikiwa kufuzu, lakini lazima tukiri ya kwamba haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo. Tulivyocheza leo dhidi ya Mafunzo, tunapaswa kuongeza gauge kidogo unapokwenda kucheza na Mlandege, kwa sababu Mlandege ni watoto wa mjini, wanapenda kushindana, wanajua kushindana, na ni timu nzuri.